Wandugu, hapa tunapatikana katika kata la Kalundu Mwaveni Centre Commercial kwa mzee wetu Mbavu Michel, tukisherekea tariki 11 mwezi wa 11 na saa 5 za mchana, ambaye mzee wetu aliweza kuishinda vita ya pili ya dunia Pasayo. Sasa hapa tuna kijana wake Mbafu ndogo Bwana Kitoko Jean Pierre, anaweza tufasiria nini maisha ya baba yake iliyokuwa, na leo ni siku 74 ya miaka ya ushindi huo ambayo mzee wetu aliweza kushinda vita hii. Bwana Jean Pierre, unaweza tuambia maisha ya mzee ilikuwa je? Bwana Jean Pierre. Nashukuru sana kuona gisi niko hapa nasherekea victoria wa babangu Mbafu Ndoko Michel, sababu babangu alikuwa sujua vita, alinizami mwenyewe na 1961. Wakati nilifikisha miaka 3 alianza kunifundisha biografi yake yote ya maisha. Ndio mtoto wangu mimi nilikuwa soda, nilikuwa ancien combattant, nilipigana vita kwanza ya dunia. Mbavu Ndogo ni mtu akanambia hivi, mimi baba yako nilizaliwa na 1901 Baraka Centre pale Lukoke, niko mshibilimba mfamie ya Bashimu Kinje, njo kwenye nilitoka. Baba yangu anaitwa kwa jina ya Alenga. Samahani Bwana Michel, hapo unasema baba yako anaitwa kwa jina ya Alenga. Tunazoea kusikia Wabembe wengi, kuna wale wanamuita Mbavu Ndoko, wengine wanamuita Mbavu Ndoko. Sasa ni jina yake kamilifu ni gani entre Mbavu na Mbavu? Jina yake kamilifu ni Mbavu Ndogo Michel, ndio jina yake, na jina baba yake ndio Alenga, na jina ya mama yake ndio Nabatike. Bali mkomalisha pale, balizaliwa batoto 4 mtumbu ya mama yake. Wa kwanza alikuwa anaitwa kwa jina Alenga, wa pili ndio Mbavu Ndogo Michel, wa tatu alikuwa mwanamke kwa jina wa Mulonge, wa 4 naye alikuwa mwanamke. Na bahati mubaya ya maisha, ule wa kwanza simba ilimvamia mnyumba busiku wakati ya kulala. Simba ikabomola nyumba ile manyumba ya zamani ya asilia, ikafungula kibambazi ya matete, kaingia kakamata ule mkubwa wake nani Alenga, ikambwa mpori, ikamkula. Bakafanya intervention ya mikuki mipanga, wapisimbe kabeba mkubwa mtu au bangali batoto badogo, bakendela kuishi. Ikafika tena kipindi ngine banalala mwale miaka zamani akukua alimeti, banachunga moto jusqu'à l'aube. Ile moto tena ikavamia nyumba, ikalunguza nyumba yote, biko mbusingizi. Kia kufanya intervention, kukatoka Mbavu Ndogo Michel na dada yake. Basi ule wengine mmoja akalungulia munani mule munyumba, basi akabakia na dada yake mmoja, ndio si walikomala. Sasa wakati walikomala vile, akafikisha miaka 14, jazalo na 1901. Kufika anaanza miaka 14, 1914 kukatoka vita ya kwanza ya dunia. Vita ya kwanza ya dunia inaanzia kule Alemanya, inakia kushuka ti paka munivo ya Kigoma. Kufika Kigoma, bazungu walikuwa pale Baraka Centre, wakasema pana tufanye rekrutement ya basoda hapa. Bakarekruter basoda ti bote, bakaenda ku centre pale Fizi zone, ndio kwa centre de formation, bana former wenye bazungu ba Belge. Kumaliza formation kwa mbevi mnakuwa baskari. Mais vite ilianza na 1914 kule Alemanya, haiko ndio sikifika pale nani Baraka. Balipikana miaka 4 munjia kwa kusema bafike pale Tanzania pale Kigoma.
na ndio vile alikuwa na miaka 14, miaka inapanda 15, 16, 17. Ikafika siku moja Mungu akabambia sasa bitu nilibambiaka binafika sasa, na ule adui yoyo anakuwa mumayi, iko mumayi ubwari, inakuwa busiku. Ile tala mnaona mna mumayi ni bato nje komole kumbi mkuu ya pakarai kesa basoda bote pale, akasema bili kwa bongelea sasa ndio binafika sasa. Ule adui ndio yuko pale mumayi, nikafika asubuhi atafungula moto mingi hapa paka ingie hapa Baraka Centre. Sasa tutajigabula bikundi mbili. Hii premier compagnie itekala kutanganyika busiku wa busiku mchimbe maposition mficha memula, na hii deze compagnie mimi nikana kule huko mwisho mwingine huko mulima kule kubonde ya mulima nikala kule biote wenye mtaona msibajibia. Akaacha kulikuwa komanda pale moja njo kuna banatoka la ni Matadi kuya kufanya intervention pale Baraka Centre basoda. Njo sasa Lingala inafika Baraka ya mara kwanza, basoda banatoka Matadi banachangana, watoka pale wale babembe wako pale banachangana. Sasa bukakucha kia kona ilikuwa bato kubwa sana. Ile bato ile nyeko na gri mule inatosha bato mare mbila kidogo, inetia mumai. Bale ba komando alema banaingia ndani, banaanza fanya patrouille, banaenda ngambo ya Kubazoba, banaenda ngambo ya Kalunja, banatafuta abaone adui iko kimya, banatafutana abaonani. Mwisho bato inarudia kule kugezi kwenye kule bato kubwa, inafika kule banapana raporo bale badui ya tubaone, tutelemushe bato ya balema kumchanga tuendelee. Destination wapa waingie Fizi bapande, sababu nia yabo ilikuwa baingie Fizi ndio wakamate njia ti paka baende kule kuma majekamine kule nje bachimbe vitu ya chini ya budongo ibape nguvu. Ndio baliwahi kuingilia bakiba ingili pale baende kule kuna kale mabitu ya chini ya budongo ile yako. Basi ikaonekana tufanye asa pana hivi amone mtu mupige masase. Basi bali wa mare alema baka ouvre feu bakapika infanterie ya force publique kimya mule mu position. Basi jia masasi bungi nilie ule kamanda Mshamangala mko na pewa ile ordre, akamuru kwambia majeshi ilikuwa pale Fizi ya force publique ouvre feu. Bako ouvre feu bale basoda kwa balema kwa mule mu bateau bakapata masasi bakakufa. Bote bakufati bamo bakingia kule kuvula, bakimbiza bato paka Mugezi, bakingia mole bato Kabambi, bakatia mabato mu bato Kabambi, bakafanya retire kidogo jire ma arme ya ba force publique isibafikia ko bakaenda sa kumaya 5 km. Après ça baka ouvre feu ma mortier arme lourde. Sasa kasi nafasi kuchoma hii mwingine yote, bakapika ma arme lourde yote, Baraka yote kawaka moto. Wakati waka moto bale sa Mangala bote bakakimbia vita, bakavula masukutu, bakatupa mabunduki, bakakimbia nje ya Fizi. Donc hiyo kusema bazobeta mabe haikwanza leo mu premier gete na Mongolia, premier gete mandina balikimbia ka vile bazobeta mabe. Basi bisiku bukaingia bato mare ya balema tena ikarudia Kigoma kwenda na kujipanga tena gisi itakuya tena kia kushambilia tu ya pili. Bakakuya tena asubuhi kujere sanse tena hata mabunduki kwa barabara, masukutu balivula. Mzungu akalia sana kasema sasa nitafanya je, pasoda banakimbia vita. Sasa ndio bana mnabakia hapa kitu tunabambia hii vita iko kabambi sana, haikuanzia hapa
u Alemanya u president wa Alemanya Hitler natabaambia kubaibia siri anataka akonkire monde mwenyewe akuwe president make monde mzima president kwa moya mwalema apena komande monde mzima wote sana tia bakapita mu makila pays bakapita balema kisha natia force moya balema ina recruter basoda bote monde mzima kisha inaanza kubasambaza mu region mbalimbali na komande na kutoka Alemanya inakamata monde mzima wote ndio projet yao. Sasa tujitahidi asikonkire monde basi mbamdoga mshakasema ndio na mie kweli na kuunga mawazo na bale balema abatatia mugulu hapa mzoni ya Fizi. Burundi ilikuwa yabo, Tanzania ilikuwa, Burundi ilikuwa yabo na Rwanda ilikuwa yabo, balikuwa kule na bare balema balikuwa bote kule juu ni manchi yao depuis giswa ilikamataka. Basi sasa lipima kwa tuli ya pili bakona takumi si tujipanue sasa bakosi kwenye batakoste. Bakapima kupima kuchoma yote inashindikana. Na bakarudi kasema kama sasa balema ngwasi tu déborder basi ndio tuingi Fizi mzuri baka déborder bakaenda Burundi bakashuka kubato bakaenda pa Rugombo kule ku Ruzizi inapunguka maya nguvu banavukana migulu maya o magoti bakavuka kule wa mugulu balema bote ti bakafika mu plaine de la Ruzizi bakapanua pale sa destination bakuye Fizi abakwenda Bukavu bakakuya mu destination ya kuya Fizi sasa biko kule huko Fizi ba soda biko wanawachunga kule bana kwambia baraia sasa mna bali mko mnapigana au vita biko mplane nyoko wanakuwa basi na ndio pale mzungu akasema tasi mimi tunakufa sasa kumi tubachungie hapa ta bamdo akasema pana tubafate kule akapenda kuepusha Fizi yake basi kupigana nalo mzoni ya Fizi mzungu akasema sisi tufanye hapa offensive tulika batakuyo kunyo tupigania hapa mbavundo kona pana bakipigania hapa babemi batakufa hapa kumbi si tubafate kule biko mu plaine de la Ruzizi ndio bakabafuata sakule pole wa mugulu ti paka mu plaine ndio bakapikana pale kukungutana sawa njia mara kwanza force ya balema commando des Allemands kufanya retire depuis betoka kule Allemagne Munich lwa mugulu ti gisa kamata Europe mzima France banashuka Maroc la mugulu Maroc banashuka kule wote kubarabu ti banapika ti la mugulu ti paka Libi banapika baningia Chad Bandazi banapita la mugulu banapika paka Centrafrique banapika la mugulu banashuka centre banashuka Sudan la mugulu Sudan Uganda Tanzania na mugulu tu paka zafia Kigoma so kashangala kuna koma batu gani banturisha si nyuma si balema bakabarudisha wote nyuma ti paka mu niveau ya Bujumbura ndani mu centre ya Bujumbura nao bakavuka tena mais basoda ngambo tembe balikufa sana bazungu ba Belgique balikufa sana pale mu plaine mais na balima balipoteza basoda mingi bakafanya retire bakarudia Bujumbura basi kabidi sasa komanda baisha kufuata wazungu sasa mbavu ndo kama kwanza komanda mwenyewe sasa na kuvusha force publique paka Bujumbura kubafata basi ile mipigo iliwapiga pale pale de la Ruzizi tena abakupiga tena Bujumbura bakafunga tu byabo byote bakaruzia pa Kigoma kufika Kigoma posi kufika Bujumbura kutana hakuna mwalema ni raia balema na basoda balema wote banakuwa Kigoma tena akabafata pole paka Kigoma bakona hata tena ndio wanakuya mwalimu mwenyewe arudia kinyuma anaanza kulesa nyuma sasa abakupiga Kigoma tena mbavundo akamata Kigoma bila kupigana tena bakakimbilia Ujiji tena ufika Ujiji kuna ile bato niko pale Ujiji yenyewe ilikuwa kupiga zone ya Fizi bakona tai bato mbavundo katekamata kumbi tutobole bato izame basi ulia au adui akamata bato bakamata meleze bakakata bato kakunya mai bakatia waminisha yote bakatia ukichwa bakamata njia ya Ujiji Tabora mbavundo kufika Ujiji bato inaanguka umai inazama ni kwa ile bato kwa leo inaitwa jina nani njo Liemba ile ba Tanzania ilikuwa bato ya balema ya bato de guerre hapo kufika Ujiji balema wanakuwa Tabora sasa ndio pale kwenye balikufia mimi pale Tabora sasa ilionekana
banabambia musipime kuachilia Tabora, sababu Tabora njo kuko masanga njia ya train ya kwenda fasi yote, ni pale Tabora njo kuko maile ama axe ya njia ya train. Kumbe katoka message yani Alemanya, musipime kuacha Tabora, ni fasi moja lazima sana. Basi njo bakajikosantre pale, force publique ka kwenda pole pole paka Tabora, kukuta nabo banjao biko pale sasa. Basi njo balikungutana pale siku 3 mfululizo, mais banapigana mpremiere guerre mondiale, banapigana mu la guerre de la Convention, banapigana 6h du matin, 12h iko repo, 12h banakula kwanza, 14h tena vita inaanza, ikafika tena 18h tena vita banastope, banalala, hakuna kupigana usiku. Basi bakapima kujikosantre mbele ya force publique mu niveau ya Tabora, njo bakapigwa sana siku 3 mfululizo, ikabidi batimuke tu. Basi njo akakimbilia Mahenge. Sasa akawafuata Mahenge, akabapika vile bakasambaratika, bote bakasambaratika na bakafanya message paka mu niveau ya Alemanya. Basi na mwaka mwa president wa Hitler akakubali kufanya negotiation, banegosie sasa kule bakafanya maakoro, bakafanya telegram, stop vita inaishia pale, tunaingia ku negotiation. Wakiingia ku negotiation, mais force publique na zibiti Tabora, Mahenge iko kumkono ya Mbavu Ndogo Michele, bakapiga kule miaka 9 biko na negotier kule, hakuna solution na miaka inaendelea. Force publique pale inakaa pale Tabora miaka 9, inadhibiti Kigoma, Ujiji, Tabora, Mahenge, miaka 9 biko pale kuchungana na adui, na negotiation inaendelea kule Bulaya. Banika pale ti vita ilianza na 1914 ikafika na 1918 bakasimamisha. 1914 1919 balingia mu negotiation jusqu'à 1940. Utasabele miaka pale ya difference ya nani ya negotiation paka mu 40. Sasa mule mu ma trentaine biko ma negotiation bakona sa vile charge ko mingi mu armée. Leopold akasinyer donansi atanda punguza basoda, depense ko mingi sana mu basoda na hakuna tena vita. Basi akasema soda iko na manda ya miaka 7 mu armée. Soda mzima maisha tumika miaka 4 na 3. Donc atenda mu centre anatoka de mob. Hii mode mob elo mlifanya de mob kwa mai kwanza kale hata 1914 balipunguzaka ba soda vile juu ya dépense. Basi wa miaka 4 anarudia kwabo kunyumba, wa miaka 2 ndio takia mu armée juu basema vita kuna tena, tunaisha kwa majambo ya negotiation na itaisha mu negotiation. Vita inakuwa mu negotiation, 1931 inapanda vile Mbamdogo akajikuta naye iko demobe, anarudia Fizi, anekala chini Fizi ti miaka inaenda inaingia kufika mu 40. Hitler anapiga kumeza, anasema mie nafungula vita pili ya dunia. Kwa hii mnasema tunanegosie, mnampatia charge ya dunia mzima yote, vyote viliharibika, benye walikufa mimi nilipe. Kwa ile mimi nakatala, kumbe sasa tupigane wa nguvu, atalipa mwenzake. Sasa akapiga kumeza, akasema vita pili ya dunia mimi nafungula hayo. Basi na mwaka mmoja akaenda tupa mamorche mukila position yake kwa mumonde mzima. Basi Leopold sasa anaogopa sasa, nishapunguza basoda sana, banakuwa badogo mu royaume yangu, sasa nitafanya je? Akaona pana, akalomba msamaha. Lua akapiga magoti, nalomba msamaha ku force publique. Soda wote deja malikuwa mu armée ya force publique, kumbi iko na droit kurudeta mu armée sans condition, na ile grade yake nya itoka nayo tena narudia nayo, ana tena muda kwenda ku formation. Mwaka mwako direct anakuwa tena anaanza kazi na ile grade nya kwa nayo, juu vita pili ya dunia inaanza deja inishaanza kule mu Bulaya.
Alemanya aishaenda fanya mazoezi yake ya vita, hata anaingia mu ardhi ya Italia, anaingia paka mu ardhi ya Italia na afanyisia mazoezi. Italia na Belgique na France mu Première Guerre mondiale tu balikuwa ngambo moja banapiganisha adui mu Alema. Sasa mu Deuxième Guerre mondiale Alemanya enda fanya mazoezi kule kumupaka Italia. Italia inaogopa sana, tetemeka sana. Kwa hata ngoja mimi nijunga na bwana kuna nguvu ya mingi. No, akaambia bakaongea kule de president, ewa mimi nakubali tungane sasa mimi na wewe. Sasa tukamate dunia mzima. Akasema ndio iko mawazo mzuri. Tungane sasa mimi na wewe tukamate dunia mzima na takupa kwa kipande kama tunamaliza operation kwa dunia mzima. Basi huku banakuwa tunga sasa kwa front vita pia dunia nansi. Basi tunaanza kwa centre, mimi nilikuwa na garde fulani, okay ingia tu sans condition, wanaanza ingia banakusanishiwa bale wote walikuwa deja biko ndani na wale tena bajana kurudia, banaanza kazi. Destination ni wote muende Goma Karumangabo, njo konye mtende kala pale nombre ne. Basi baka sema kwa ewa tena tunakamuru Karumangabo, mama kasema tawa sisi tomana kutoke tena sababu hii mu Première Guerre mondiale tulitoka pa bateau mzima ya Belgique 900 militaires, iko na 3 compagnies ya 300 militaires. Tulitoka na pa coup moteur à marche type paka Tabora, tuenda kujikuta kwa kujere sansi na bakia 300 militaires congolais sur 900. Kuna yenyewe kamata Tabora inakuwa 300, yenyewe yote 600 ilikufa yote. Hata mbavu ndogo mwenyewe alipata masase mumbavu yake munyama. Tena Deuxième Guerre mondiale bamwa baliamua kutasa hata ndio pigana, sisi tunaacha kabisa kazi. Moye akasema hata akaambia baba yake mkubwa, baba mie unichungia watoto yangu na bibi yangu unichungia mienda pigana vita pili ya dunia. Baba akamwambia sike mtoto yangu pigana vita kwanza ya dunia ni vita ya bazungu. Sasa kwa nini kuna muenda kujitia vita ya bazungu? Kwanza mnaye banafia nini bazungu? Muenda kujitia mwayo. Akamwambia baba, mimi nasema tu nichungie bibi yangu na watoto yangu, mienda pigana vita pili ya dunia. Basi na gisi akaenda paka Goma. Kufika Goma pale Karumangabo bakamwambia hata Premier Major Mavundogo uende tafute wale wabembe bote walipigana vita ya kwanza ya dunia, sababu ndio wenyewe walikamata Tabora. Kumbe tena wale bote ubarudishe wakiba pigana vita pili ya dunia. Akarudia Fizi kama tena vijana wote ya kibembe kwa walipigana Première Guerre mondiale, na bangine balileza miaka mupie twende mkijeshi. Bakengeza information tena wale wenyewe walikuwa ndio waingia mkijeshi bote, wakaenda kapeleka kabisa tipaka Karumangabo. Sasa inayaa kufika sasa, general anafika mniko shiriki na operation General Tomber anafika sasa, anafanya parade special. Kila soda bote balikuwa pale kwa ile parade. Anabambia kama nilikuwa ndo siafika, nilikuwa nachunga basoda to kuma formation kuma centre yote bakuwa hapa, sababu roi Leopold alisema bakongomani muko 450 tribu na nyi bote muniforma baliana bote bangi mkijeshi. Hii vita ya pili ya dunia iko nguvu sana, sababu mwalemata anachangana mutaliana, inakuwa nguvu sana. Kumbi kila mkongomani, kila tribu mkongomani muteko baliana bangi mkijeshi. Hii vita iko nguvu sana kushinda vita ya kwanza ya dunia, sababu tuna mwalema anaungana na mtaliana. Mtaliana ni ana nguvu ya mingi sana. Basi bote balikuwa pale. Sasa chef de major akasema deja force publique yote kwa hapa, wakongomani deja bote biko hapa na armée belge nao iko hapa, mtu mnachangana mko bazungu na watu bote yote mko hapa. Sasa nalomba soda moya kama vile mbiblia nasema, mbiblia akagusia mbiblia kama vile Goliath alisimama mbele ya Baisraelien akakosa kupigana naye. Kijana moya alikuwa anaitwa kwa jina ya Daudi, akakubali kuchukua mwanga apigane na Goliath. Basi akagusia pale na akasema mimi hivi hapa niko hapa sasa, inasema
nalomba soda mwa atiki dole yulu akubali afanye kazi ya mfa perdi, sababu adui mwenyewe iko pale Saki kumlima Saki, na pale Saki ni Kongo, ni ardhi yangu. Siwezi vumilia ikale pale mu ardhi yangu na mimi mubergi niko hapa kisha adui aikale pale. Nalomba soda moya atiki dole yulu akubali kufu agombole Kongo. Na pana dakika 10 naangalia kusaa yangu niangalie mwatata kidole yulu. Akasema mbele balikuwa pale 6000 militaire bazungu na batu beusi bakongwana toka pale 6000 militaire. Akapana silence ya 10 minutes. Sasa nafunga mecho, nifungule mecho, nikutane soda mwa anataka kidole yulu afanye kazi ya mfa perdi. Akafungula mecho kukutana hata soda mwa alitia kidole yulu. Akabacheka sana, akasema kweli mko bapumbafu, niko tokana hapa, niko na basoda, kumbi niko na banaume na banamuke na masema mko basoda. Basi mimi napenda ngi dakika 5 nione soda mwa anatia kidole yulu akubali kufa ajili ya Kongo, agombole Kongo. Basi akafunga mecho, mdaka tena akafungula, akakuta mbavu ndogo Michel anatia kidole yulu anakubali afie Kongo, agombole Kongo. Basi akapiga mikono sana General Tombel, akasema felicitation kuona kweli uko mwanaume unakubali kufia Kongo, sawa, pita mbele ya benjako. Bangini bote balipima kuangalia mu mabeka mu baonga ni mtu gani kwa nyuma yangu anatia kidole yulu. Baliona anaangia kupita kule mbele paka na bangine wako basoda Kirega balinunika sana pale, bakalia mkekobo Mkirega, bakakuna Mkirega pale kuona Mkirega wake nasema Mkiswahili kama bakalia mkuna Mkirega sema wetu mwana ulimnde to beni Mkirega akasema mtoto wetu mdogo wetu kitu unatafuta, unakubali kufa juu ya bazungu, ni vite nya bazungu. Sasa unakuteka jelo ndio kufa oyibi yenyewe unafia. Basi deja na kwa mkwenda kule mbele na mzungu shamwona mbele kuya mbele, felicitation huko mwanaume, lakini kule nyuma kuna toa kritiki ya barega kulungunika mtoto wao anaenda kufa. Basi naye alienda pa kule mbele, general akampatia mkono akasema kwa felicitation sana. Mimi sipana mkono, niko general na panga tu ni na pepe yake tu, lakini nyuma mara kwanza nakupatia mkono unaanza roho ya mzungu mwale miaka. Basi akampatia mkono na akamwambia parade inaishia hapa, nie banamuke alimkia mtu asambaratike aende kule kukaa, mimi nakonya na mwanaume wa shoka kwangu nyumba. Basi bakanya na mbavu ndogo kanda pale alibidi atoshe agenda yake na bike. Akamuuliza uko kabila gani, akamwambia mie niko Mubembe. Jina kunani? Jina ni mbavu ndogo Michel. Na pale iko anaandika mu agenda yake. Sasa sawa, huko mwanaume felicitation. Sasa yeye na yeye kama anafanya anaandika ile agenda vile kwa kusema kesho atatuma communique Fizi kusema ule Mubembe alikufa, alijitoa mwanga mwenyewe na alikufa kawaida ya kujitoa mwanga. Ndio kwa maana kuandika mwele agenda, kesho atume ile agenda Fizi. Basi akampea kwa mgongo twende kwangu. Bakaenda ti pako wa general. Baikala mpayote. General kaita bibi yake madami kuya hapa. Kwenda kuku mwa mweupe ulete hapa upatie mbafu ndogo Michel akule. Mbona asila mzungu mbele akufa, mfano akupatika chakula mzuri ukule. Sababu njoo unakula chakula kwa mwisho unalaga dunia. Unakula chakula kwa mwisho pale, c'est fini, unalaga dunia vile. Hata tuliona wakati Mobutu kama alikuwa kondanea moro utatundikiwa, utengea mprisome, siku ya kutundika tunasubiri na kuitisha unakulaka nini? Na unakunya pombe, unakula nini? Bana kutia chakula mzuri unakula, unakutoa tu pale, unaenda kulukamba, unaenda kutundika. Ndio asili bazungu ile. Sasa akampele kuku, akachinja, damu, akauza mbavu ndogo, bakuchomee, bakukalangie. Akasema pa mimi napenda bakalangi. Madami akaenda kumafika, akashoshola kuku, akakalanga, akamuuliza sasa unataka bakufanyia utakulia nya sasa ndapenda nikuli na pomme de terre c'est sawa. Nikamfanyia frite. Entre temps na kuku pale haita hivyo, banaendelea bibi anaendelea kuchoma kukalanga kuku kule na wabo kule. Mzungu akamata chupa ya whisky anatia kumeza. Donc anaanza kumfurahisha kumulaga yake ya mwisho wa kula. Chupa ya whisky banakunya pole pole, wanamuuliza na vitu ya dunia sibiliendaka yote pole pole, mahabari na chakula iko naenda kupigwa hivyo kule.
Basi chakula kaivya, akampatia asa kula hiyo yote ni yako mwenye umalizi. Akamaliza kule yote kuku mzima kamaliza sawa. Sasa twende kule ku magazini ya mabunduki sasa. Akaenda kule pako magazini ya bunduki, akafungula, akamwambia mbavu ndogo Michel. Sasa nataka uchague arme yenye utenda nao pale kubadui. Juu hapo kwa mimi niko. Na wale badui tuko nabo 15 km pale. Mais napenda uchague bunduki yenye utenda nao pale kubadui. Napenda tu kesho. Hivi hapa sasa tuko magharibi. Uchague yako vyote hapa. Tenue de combat yako unapenda, arme unapenda, vyote ça dépend na nani na gisu tabeba. Mais tu kesho nisikima sasa inalia pale kwa wale badui. Juu badui ko pale bani choma roho sana, kuna banekala mwazi yangu na mimi niko hapa. Sifurahie sana. Sasa kaingia pale ndio sa arme nani inaanza pale foire ndio inapigana deuxième guerre mondiale. Sasa première guerre mondiale walipigana na nani na Moser. Mais sasa deuxième guerre mondiale kuna kuwa mafare zinatoka. Kamata foire. Kamata ma munition pale kitu ya 30 kilo ya munition na sakode tout complet. Kama tukamata vitu binye utaweza. Akakamata vitu yote, akamata foire. Sasa hapa mimi nene akasema sawa, mimi huko mwanaume hapa deja tunakuwa na 17h. Sasa uende kwako, uende kukaa pale kwenye unapumzike. Kesho nisikie tu masasi nila pale kubale badui biko. Basi akamsindikiza pale kukaa, akalala. Deja biko pale biko ku front, biko 15 km, juu pale ku 15 km. Donc hakuna arme za toa kule ikamate wa adui ngambo ya pili. Mbo. Ikafika asubuhi, babunduka akalala usiku sasa. Akajiuliza mbo pale ndafika namuna gani pale. Akajiuliza pale inafanya nje na 4h du matin nilamuke. Mugiza 4h du matin akalamuka, akavala mbio bitu complet, akatia sakodo yake bitu complet, akafunga bitu sawa mkijeshi. Anania bitu akamata arme yake, akaenda mwele busiku ya 4h du matin, akatembea mwele distance ya 15 km, akatembea sana. Sabu likucha akaanza rampe sasa. Akarampe depuis 6h kwa na rampe. Unabite nanza ilikuwa nanza na 6h. Ilikuwa na 6h du matin. Akaanza rampe sasa. Karampe ti ikafika paka 11h. Ilikuwa na rampe. Paka tumbu inaanza vuya damu. Inachubuka sana. Na pale Goma majio ya volcan ilikuwa mingi pale, na mwele miaka pori iko mingi, miba au kwa salongo mwele miaka. Basi iko na rampe tu. Kule kukasa kwa wale basoda walibatia kula wale wote ile 450 tribus walibatia kula wale basoda. Balikuwa 6000 critique na kule sasa wale mubembe tu alipenda tu kujionyesha tu mbele asibe nitake basoda kama njo soda. Sasa sinafika saa 4 mbona masaa yali. Sinafika saa 5 mbona masaa yali. Inakuwa commentaire kama anasimama commentaire ya watu ndio muka. Alipenda tu ajionyesha kama njo mubembe akule ile kuku ya mzungu. Kisha apanda ke pori ya devia kaenda ke Fiziville. Aenda ke Fizi. Asa sinafika 12h yetu. Tunaanza après midi. Asa haiko tena, aisha apanda ke Fiziville. Aisha pasua njia ya Fiziville maana njia ya pori. Basi. Ile pale kwa na rampe tu. Nisa bale makule. Na biko mu position pale. Biko 12 allemands dès qu'on a jumelle kule kila pembe kuku mwaleme kuna jimele iko na ngulu kwenye babek jibiko na iko na rampe mwa après midi kwa deja ma 14h30 hivi iko na rampe tout ça vile nyoka ndio kwa tena asimame ndio asimama na muona batamupiga jizia kule na bana jiami sasa biko tu majimele mbona wale bangini biko wanacheza carte kama wale wanacheza carte kwa position na bangini biko wanacheza pale mangula bali bangini 10 na ile mbili njoo kwa majimele liko naangalia kule Goma centre kwenye wasuda wa Belgique biko. Sasa yeye jana anafika na jana kwa deja ma distance ya 500 metres na balema. Mesa ule wa jimele iko naangalia kule kuma 2 km 3 km mais angalia afre control pa kuna ni ku 500 metres naye. Iko naangalia kuma 5 km mjimele ndiko napiga mecho kule. Mjamba vundo na kwa ku 500 metres mais iko na rampe tu mais mwili yote inakuwa na nivuya tu ni mai. Sana hata nikisimama hapa nitakufa tu.
kumbe tatu nijikaze ni rampe tu nifike ku 300 metres nabo tu sababu nimekaa tilere na wale basoda sana kwa banafanya tire kimtu na iko anakana tire yake mu distance ya ngapi ya metre anapasha pointer anapiga itakamata adui ndio kwa sila babaki kufundisha basoda ma formation ya matire basi yeye anarampe tu akajikuta nafika ku 350 metres maki anaanza baona gisi biko anacheza karti banatenga karti anaanza baona na metre anacheza karti na bale bangivyo kumajimeli kwa naangalia kule na ule kujimele ukafanya samo unasimama unakaa mwingine anaingia kujimele biko nagombolana pale ba garde kujimele sasa wote wanaingia kujimele anapiga metre ule ku 5 km ku 5 ku 15 ndio anapiga jimele kuna adui ko mbali 15 km kule ndio anapiga metre kumbe jamba vundoko anakopa ku 400 metre hapo chini hapo au biko kumulima jusa hiyo kama mulima kadogo hivi ile saki ai kwanza lo saki kwanza lo pale nifasi mbaya hata kama usikia Laurent Kunda kwa pale saki ilikuwa nifasi mbaya sana pale juu nifasi mwabi iko place strategique ukamata este mzima tu mnivu ya saki pale ndio kwa pale walikuwa nikala pale biko pale sasa yiko na rampe sasa biko naangalia kuma 10 km na mshimele mais ababe fait patini kuma 300 metres kuma ndoko anakuwa pale ku 300 metres sasa akasema hapa sasa niko naweza kubapika naangalia kusa deja inakuwa 17h30 journée mzima kwa na rampe tu mais nakule kukaa ba congolais baisha fa critique mingi sana babembe kasi hapa na kwanza ku 300 metres na ba dui balema na mimi nikati na pigaga ku 350 metres na sudan napata bali kumbe ba ku 300 metres niko naweza kubapika sasa basi ndio akapiga debout sasa kasema debout moko maana akapointe le garde la kujimela akapiga akapiga ile kujimela akaanguka sasa akabafuata kule mwe 300 metres iko anapiga coup par coup ule garde sanka chini ngine kwa chini sasa bale bangini sasa sikia masasi uniko kila mtu anaye habari ya masasi sasa inatoka kama ulikuwa na zuba ni moko mwa utala chini toka soda taka chini kwanza angaisi masasi nakuya uko unajifunza kwanza uko chini deja mko nakaa chini kumbe alikuya kule sasa kwenye balikuwa akapanda kule na coup par coup nao biko wanala chini bakamba faso bani batajipanga ndio bashimame bangalia adui antokea hapo detma mbavundoko msha na bafika mu sipase mpayote na kupiga po balikuwa 12 bote kaua mule kesa ngambo ya pili kule kuta kumbe balikuwa mingi ilikuwa bateau de communication ya balema ndio ilikuwa pale basi ndio kapengi ni mingine mbili akashuka sikasema takuna mmoja na kushuka ndio nikakimbeni wapati mgongo batanimpia kwa mgongo tu kumi ngwani nifichame mwa Kolobero na milima kwa mkosema juu na mapori ndio akaingia mule mpori mule mwa milima pale au kumbe na mbajo hata nikimbie nani 200 metres zeba tosha fika banapiga tu tangata kwa mgongo haina maana ukimbia batindaye masasi ndio akafichama pale tu kunani ku 50 metres akaingia majiwe mpori akafichama pale basi nao balipanda bote sasa bakona adui ndio kule mni antoka Goma centre kule wa Bexi kunjua kamanga sama sasa kule sasa ilikuwa ni bateau mzima bateau de communication ndio kapiga sa kule sasa sasa mbavundoko alikuwa na sasa anaanza kupika sasa kule kukaba Kongole wakasema mbembe anapiga yole ndio alikuwa anafuta ngisi iko anapiga ile masase anapiga sasa yole ngana anapiga yole sasa ile sasa kwa kumjibia sasa juu toka kwa militaire sasa kwa vrai fait ilikuwa sababu mvula kumanjanja njena mwangika sasa wakasema sasa nini ndio alomba kufa eske utatoka mwe masasi kana vile sababu mvula au utatoka mwe masasi ndio sababu mvula wakasema alomba kufa basi aisha kufa ndio alipiga tusikie na ngisi wa mrepondre tusikie ngisi wa mrepondre hawezi toka mwe masasi basi alomba kufa kumbi iko tu pale chini na biko napika vile sasa akasema hapa tena mimi sitatoka hapa saba tatafuta kutafuta saba sope pale kote kupori bataniona kwani ndapigana bega kwa bega na mwisho sema iko hapa na muli sasa sote niko hapa nitaua wangu bangapi na kisha bataniuia pa basi akafunga ari mimi tena kupiga jua kana nikaacha wazi nianza ponyoka inalia iko hapa watu manture lazima taboa kini hata huwa mile akafichima sasa pale vile nabo sasa mule kompare balikuta kuko damu mingi sana unakuwa kufa 12 militaires sur place damu iko mingi pale chini bakasikia boka tena ya kutoka pale mole damu ba avancer kule chini batafutane koro a koro bakashindo bakapiga tu pale bako avancer sasa bakapiga tu kule kwenye alitokea ndio
itamkamata kule, kumbe iko pale chini yabo. Sasa wakati balipiga kona hii tunasiapiga inatosha, lazima inimkamata ile mtu, kumbe iko pale. Basi ikafika 18h abapigane busiku, naba kona sabile boga kona damu ko mingi pale, abakulala pale tena, bakarudia kule chini ya mlima kule, wale mabote bakarudia kule chini ya mlima kule, bakona damu ko mingi pale, mwe position bakabandone position yao, bakaenda kule chini ya mlima, naye kabakia kule mpori yakona ta. Inafika saa 4 ya busiku kwa kimya, ndio katoka polepole akashuka kaenda polepole akaenda ti akatembea 15 km kwenye benjake viko mpaka fika kule 3h du matin, akaingia muka akapiga risasi moja yule bakashtuka. Sasa nalia, kuna lia ya pili, kuna lia ya tatu, kasema ta Simbavu ndoko narudia, tuko Mbavu ndoko narudia, bakafanya shangwe moja ajabu sana. Mwaka mwa asubuhi general anafika, anakuya na ile saa alipika balema. Sasa bapika pale kwa mwele position yabo, akasema ta sitarudia bila témoignage. Jini kwa bila témoignage, atasema ta mbembe alipika masemu pori, kisha narudia tu vile bila témoignage. Alikamata 3 armes akatia mulibega yake, ndio katoka mwele maitele ba komando alema, kama vile témoignage atenda kule mbele itamtemane kama alifia kubadui na masese mbunduki ya badui njoo yenye alikamata njoo hii. Basi na sasa alifika kule bulikucha, akaenda kule kueta major na ile arme 3 ya badui kama vile témoignage, sikupiga masemu mpori injo ma arme ya badui nilikamata. Basi iko mkujitemane vile asubuhi kusika kule ngambo ya pili kubadui kuna la kilero. Jili kwa ni la guerre de la convention. Wakati kilero inalia, napisha ngala inalia fasi gani, kuna inatoka ngambo ya mkono ya badui, kuna bantia drapeau ya mope yulu. Maki banalomba amani, hautapiga risasi tena. Banakia polepole na kilero, polepole na kilero na drapeau yulu paka kule kubaberge. Tuko naokia 2 militaires, umeko na kilero mwingine na kitambala anakia na kilero. Kufika paka kule kubaberge bakauza komande kwa wapi? Kama komande njoo kule iko kule. Bakaenda ti bandawa kubasemesha na wazi piga juu de cheko na drapeau na iko apia kilero. Bakafika kona bantusha barua mnani mfuko, bantusha envelope, bakapatia komando wa Belgique. Yeye mwenye chef d'état major anampatia ile envelope, anafungula anasoma. Ule komando wa balema ndio anaandika barua, anatumia ule komando wa Belgique. Anaambia komando wa Belgique, unachokoza moto sasa. Donc unachokoza moto yenye kwa yalipuka, sasa wewe unachokoza. Juu mistetika unuie basoda 12. Ndio si barua inasema, senior anaandika barua. Donc ile vita ya jana ilikuwa nguvu sana. Mimi napoteza basoda 12 ya balema. Bagage 12 garde bote unaua. Mie sasa nachokoza moto. Kweli ile ataki ya jana ilikuwa nguvu, napoteza 12 komando alema. Sasa mie sitavumilia. Sasa vita sasa inaanza mzuri. Ndio si kibarua kinaandikiwa mule ndani. Anasoma kisha naye komandama kwa pale na anakamata naandika ya kwake na kaandika jibu. Akamwambia komanda balema, wewe usicheze na force publique. Hii iko force publique na ikukuwa ataki wala ikuwa vita. Iko tu soda moya anaitwa kwa jina Mbafu Ndoko Michel. Njo alijitoa muanga. Anafanya kazi ya mfa perdi. Ndio mwenye alifika pale, anaona basoda 12 na anakuja hapa na témoignage ya 3 arme njoo iko hapa. Na arme yako kamata 3. Rudi nayo. Hii ilikuwa vita, haikuwa vita, haikuwa sema ilikuwa front ikutana na mimi na wewe. Ilikuwa tu soda mmoja ndio anafanya ile acte vile. Premier sa major Mbafu Ndoko Michel. Ndio mwenye alijitoa mwanga. Kazi ya mfa perdi. Na njoo kwa pamina mfelicite depuis vita kuanza popote dunia nzima, hakuna soda mwenye kujitoa mwanga tena arudie mzima. Kwa anafanya kama hivi yake anaua, lakini kutoka ni lazima batamuua naye. Lakini uangalie wa kwanza anarudia mzima na mzima yake na 3 arme analeta ushahidi. Njoo kwa hapa. Basi baba lema bakaangalia kusura. Bakamona ni negre moi vitu, noir moi hivi. Bakampatia mkono, akamwambia ntuka felicitation.
Juu vita zamani haikuwa kufichana, ukweli nasemewa na bongo na kataliwa. Wakamwambia felicitation, bakapokea barua ya komanda Bergs, bakaenda nao kule kunani kule ngambo ya Balema. Ile barua kuishia pale, ule komanda wa Balema alisukuma ule kwa tama general yake. Ilifika paka Alemanya, Hitler akasoma ile barua, kuna premier major Mbafundoko Michel njoo anafanya ile acte ya vile kuua 12 militaires commando allemand. Ule ni soda gani ule? Basi akanyamazia kule, na huku ngambo ya pili general nani Tombe alifurahi sana. Hakuna, sina kitu kingine kinaweza kupatia kwa sasa. Mimi ndasinye hapa nani ndafanya signature hapa, itaenda ku gouvernement belge. Après utapata 45 jours ya repos, utenda kufete le repos kwa nani Matadi. Matadi ndio kuko baita manjo boma mwele wakati ta boma. Ndio kuko ambiance yote kule. Ile 45 jours utenda pa kuifete, utakula kila kitu kyote, gouvernement belge itakuwa na ipele facture yako. Iwe banamke bazungu biko pale, banamke beusi biko pale, bakinoise biko pale na bazungu. Ndio kwenye boma lao ulianzia pale. Uende pale ufanye starehe siku 45. Vyote Belgique itakuwa inalipa. Vyote itakuwa inalipa. Sasa mzee wetu Mbafundoko, bwana Kitoko Michel, tulisikia gisi unatongelea histoire ya mzee, tunafataka histoire mingi. Tulisikia kama mzee aliweza kuganye vita ya Sayo. Eske unaweza tuambia alifika kuganye guerre ya Sayo namna gani? Okay. Ndio pesa kwenye mimi nafikia ile repos ya 45 jours. Ndiyo. Enye balimpatia aende afanye stare kule. Gouvernement belge italipa. Akafanya 45 jours, iko nakula kufra ya gouvernement belge. Angai soda wa kwanza gouvernement na mgaramia dépense yake yote 45 jours. Basi après kule bakamsinye 45 jours kenea, wakamwambia frais de mission yako inaisha. Tena utarudia Goma kukaa ya Rumangabo. 45 jours kwa kuandikia inaisha. Unaweza rudia tena wakamrudisha pa Rumangabo. Na vile vita sasa iliendelea, ilipamba sa moto. Non, pale vita inapamba sa moto depuis le siku alianza pale. Sasa kukila front balema bakajiretile bakarudia Europe, Italie kengia mwele ma front ya balema sasa. Non, bakafanya exchange. Balema banaenda Europe, Italie na shuka mwa Afrika yote. Mwa position balema. Sasa yakafika sa pale. Kufika pale nyo tena bakamwandikia frais de mission en extérieur en Éthiopie. Kumwambia utaenda Éthiopie na basoto wa Kongomani na bazungu bote unaiba Éthiopie. Ulikuwa soda kila kategori bakumpita magrade pale balikuwa bakataka kusema koma mnakamata noir ndio atukomande si bazungu. Jina kasema pana naona yeye ndio kuna hekima alijitoa mwanga hapo. Wakati nifanya ile test niliambia soda mwa tikidole yulu. Aokoe Kongo apigani dunia mzima. Ni wote bazungu wakuna maitia kidole yulu. Mwantia kidole yulu alikuwa ni Mbafundoko Michel. Na ndio matabongoza sasa mvita pili ya dunia na mtende pigania Ethiopia njoko wenyewe bana baisha kusema hii batayo ya Mbafundoko Michel sasa iende ipime nguvu Ethiopia sasa. Mwaka moya balingia kwa magari yende anapewa commandement banampatia tenue de guerre inaandikiwa 40-45 deuxième guerre mondiale. Mais kuma pete anavala premier major, mais kukolo kuko pasa rouge. Bali bangini bote hakuna mwenye na pasa rouge, ni Mbafundoko njo iko na tenue mukolo iko na pasa rouge. Na ndio bakongwenda ti paka Ethiopia. So kufika Ethiopia kule kwa deja kuko nyingine ta major kule ya ba français na bangi ba européen. Jote kwa lafanya wote union moi alliance moi kwa kupiga adui mwalema na mwitalien. Basi ramporo nafika kutoka Kongo, force publique nafika sasa kutoka Kongo. Bakipokea pale Ethiopia. Bakambia no hapa Ethiopia mais vita
iko njo sayo. Kumi nyinyi munaenda kwanza mushuke mkapitale mwa Addis Abeba, hapo Addis Abeba, mkifika Addis Abeba batabonesha aksi ya Ethiopia kwenye iko aksi ya nani ya sayo mukili. Basi bakasonga ti paka mkapitale ya Addis Abeba, bakawafurahia sana wale basoda kwa kule, kuna ramport inafika kutoka Kongo. Basi ndio bakabonesha njia ya kwenda sayo. Kufika kule sayo tena akutaka kwingine etama general tena ya ba Belge na balie ba Anglais na ba Français biko pale tena, bakawapokea pale renfort yanatoka Kongo. Basi bakalala pale kama kawaida. Asubuhi inabidi komanda wengine wabendeke ba komanda. Sasa nani komanda? Nilikuwa basoda bazungu, beko mingi sana pe bazungu na watu beusi ko pale yote 450 tribu ya Kongo, beko mwarime tu beko pale banakaa chini boti na bazungu. Anaweza komande kwa tukasema komanda ule kule manavala pasa rouge, akaingia mbenjaka ba komanda mule mu etat major. Sasa tupange plan sababu adui tena hapa kwenye tuko haiko mbali, njo sayo hii na baadhi ya adui njoko pale iko pale ya sasa. Tupange sa vita plug tutapigana. Anaingia pale kumeza kama kawaida, tunaona napanga plan, banapanga plan pale. Mbamdogo anamwambia pana, mimi sitapigana plan ile mnapanga pa kumeza. Kasa maki plan tunapanga kumeza hautapigana sana. Ayo kama mbaya na wewe parti plan kwa sana uti hapa tuikorije. Sababu si ndio benye mwingine tunasi tere ya vita, tere ya mwingine gisiku. Kiasa plan kumeza. Mzungu anaka plan kama ni kupapie. Ndio na kuwaka. Basi tayari ba papier bazungu ba anglais bantia pale na ba français na ba belge bote ko pale banachangana. Sasa yana pinga ile plan. Asa niko na kwangu ndapigana. Huko na kusawa. Sasa kuma tu corriger hayo. Gisu tapigana. Kutia kumeza haikwaki. Plan iko tu iko mkichwa. Anakana ke plan mkichwa. Ile nyeba ni bazungu balimpatia kule Goma kule Rumangabo. Anaficha hayo. Akuwapatia hayo. Ete sa plan. Sasa mimi ndapigana tu sasa. Sasa tutapigana bila plan. Yetu plan ndio ziko hapa kumeza. Unasema hautapigana plan. Sasa tena wewe hauti kumeza tu corriger. Ya sema tami kuna mtu pesa leta hii place tu ikoonekana mwele unakuwa nani malumbano ubishi. Sasa mwele mabushi mwele ubishi bakanisa kutupiana maneno mbaya ya kuchomana na roho. Sasa kambia umakaku soko mtu kwa nini jibali tulikuwa pale yote bote ni bazungu wale ba anglais na ba français na ba belge bote wako bazungu. Sio kwa nini soko mtu anataka kutuvuruga hapa? Tunapanga plan ya vita na anasema hata pigana hii. Sasa naomba avite yake sisi bali anampatia kule asemo sitaki. Sasa mwele ubishi na kama matusi bote wanakia kumtukana mbavu ndogo Michel. Basi matusi kwa mingi sana. Basi dadi kule nje mkiwanja kule bote uko chini tu. Wanakinga ni wote kutoka mule mwetama general. Basi kumi mwezi ya mule wakamu kukutana matusi na kwa mingi kwa mtukana soko mtu. Kwa nini kabisa wewe makako unaweza kuja kutufundisha sie bazungu? Sisi tukuvalisha kuvala kaleso, kuvala pantaloni sie. Sasa leo ndio tukaramukia utupangi plan. Sasa eta plan kwa au na bakamtukana matusi yake na muno tia kuzarau mtu mosi. Basi ndio nakasikia asira katoka nje akambia yule mwana kilero pale debu. Yule sodo wa force publique wana kilero akambia piga kilero. Basi akapiga kilero ya alerte akambia force publique kwa yote debu isimame. Sasa kata kilero akambia force publique kwa debu isimame. Basi bali wazungu walikuwa pale hapa kusimama. Basi kwa sababu unakuwa ubishi anasema force publique debu isimame. Bote walikuwa pale kusimama. Unaya soda zamani balikuwa nile nani balikuwa na heshima ili basema honore. Wakati komanda nasema hakuna matapinga lakini hapa leo mbele ya mzungu na wazungu na watu wote mtu mmoja aseme atapata vya mzungu tu, lakini akasema nasema kila force publique hapa mkongomani debu na watu wakashimama. Mwaka akamwambia panga mistari tunakwenda. Akamwambia vite kwa nguvu sana. Panga mistari bakapanga. Bale bakamanda biko mule munyumba wanasabi ni mwenda bazimu. Sasa biko mule mwaka mmoja anabapanga. Alikuwa simi militaire.
bote banaingia mochauffement, banaanza imba, banaimbisha mwimbo wala banaimbisha pale, munganga munganga pesa kinini, munganga munganga pesa kinini, bitumba ezali makasi. Ndio sasa wana itikia, kisha anaga kuitikia bitumbeza makasi me tokolonga kaka. Kisha anataka kubetikia munganga munganga beta kinini, bitumba eza makasi, msha mazia tokolonga kaka. Na ndio baka marche bakanza lenda sasa. Bazungu katoka ndio bali bakamanda bazungu. Bakona basoda banakwenda. Bakaita Mbavu ndogo Michel akubajali tena. Akabambia tu bazungu bakambia Mbavu ndogo Michel. Bali basoda wanapea kuvita. Mwatalumia kule. Iko kichwako. Utasamba. Na wote matakufu. Unajua kama iko kichwako utasamba tu. Yako bajali akapeleka basoda wote kule ba force publique. Bakaenda sasa banaelekea Sayo sasa. Ndio asikile bitumba Sayo. Akaenda sasa na basoda. Na kisi busiku bulingia. Abakuya kama alipita wapi, na kama aliendea wapi abakuyua. Bazungu wote wakabakia pale. Ba Belge, ba Anglais na ba Français wakabakia pale. Yakaenda basoda. Bukakucha akona kwenye bajui balikuwa mjimel, akona nafanya ndaba déborder. Akabapeleka ngambo ya nani ya Itrea. Itrea mwele miaka Itrea ya Ethiopia ilikuwa nchi moja. Itrea ilikuwa nchi moja. Akabonga ngambo ya Itrea, akaba déborder bale ba Italien. Bakavuka mai, bakashuka ti, sasa banaanza tafutana sasa. Mais abaunane banatafutana ndio acha ba déborder. Après tena sali tembea sana. Tena kama basoda wakatupa kamba tena ngambo ya pili bakafunga tena akavusha basoda ngambo ya Sayo sasa. Banakuwa mkutafutana kama wanakisivita na kuaka. Bakatafutana baunane. Italie kati na tia bagarde kule mbele. Comme ça compagnie ibaki hapa. Ikibaki pale inafunga ni base ya ba Italia sasa. Bantia kule nyuma compagnie mwana tia garde kule. Kumbe sasa al déborder akona tasita piga ile compagnie akiachilia ka déborder akia kushuka akafuta bali wale ku base. Busiku bukaingia sasa, kafika saa 2 ya busiku akasambaza basoda akabambia mi niko mubembe. Na mimi naona vita ndepigana mwasili yetu. Sita bapiga mchana. Nitabapiga na saa 9 busiku. Kila mtu iko na sapa. Akiona saa 9 busiku nenia. Apige. Ni mimba Fundoko Michel na tosha oda. Basi. Bote bakose balanta kuna, jibana yoma vite na nzaka na samwa asubuhi. Sasa anabambia nyinyi habari ya mpya. Anaambia kama yeko mubembe atapigana mwasili ya babembe. Ikafika saa 9 busiku. Kila soda angali ku montre yake apige adui. Basi balema babeki banani hao wenye ba Italien ndio kwa base ya mange pale ndio le general Felixien mwenye alichaguliwa na etama general ya Italie wenjo kwa Afrika yote. Pande sasa kwenye ikala sasa ndio kwa intercommander ba soda ni mtenda South Africa ni mnashuka pa ni Tanzania ni mnaenda Uganda mboni mnaenda Central Africa ni mnapanda Cameroon Ghana pale ndio na commander ba soda pale ndio kwa etama general ndio na commander ba soda banda kamata yote 45 pays ya Afrika pale ndio wanatoa commandement na pale ndio kusawa vile munition itakamata kule kote iko pale na magari ya vita iko pale na karibete iko pale meme hata la salaire pale ndio inatoka inafuata soda ule kwa front iko South Africa anapokelea kule huko Chad unapokelea a partir ya pale donc pale ndio na commander le general Felixien ndio atakamata iko na uwezo suja kukamata Afrika mzima ndio barombe wanachagua ule Italien deja aisha kwa nture kumi naye alikuwa pale pa mwele base. Basi akapanua majeshi yake pale akabatia ku 500 metre nabo
Basi wao wanapigana mchana. Ile sekenda kintu angala kusa sekenda ni akomenda sema kwetu sekenda tupige. Bako ouvre feu kupiga sawa badu kama busingizi hapo. Maki hakuna kwa mawazo ya vita busiku. Bavundoko Michele anapiga busiku na sekenda busiku anapiga ba Italien. Basi kuna habari ya masasi kwa huko simi militaire banafungula feu kule kwenye na kwenda kama msingizi ukashimama tu itaukamata na kule kwenye itaenda kudevier kama inakamata kule kuma rokete kule kuma depot ma container kule italipuka tu mbo kama kule kuma station ya essence kule nye ndio ni message nye banasambaza Afrika mzima wote fa kule message ni apata yenye itakamata magari itatumika Afrika mzima pale ndio kwenye iko sasa na ndio base ya abo general leo sasa sema senda kule kule mabase kule ya essence iko inalipuka vi non donc ukasema rampe sana ile moto ya essence ndio kuta pale kuna rampe na ukishimama tumasita ukamata akaba pikele sakenda saa kumi na moja ni moto ndio alipuka tu bangambia ile siku sayo ilikuwa ni vitu vingine moto kalipuka na masase kalipuka na ile madepote kalipuka yote ndio uko na la chinsa ile yako nyewe kwa mudepo ndio na kuna lipuka ile makontenere sasa. Basi yeye mwenyewe general alikuwa kule ya sasa ndio alikuwa na chamia kule. Sasa hiyo nalipuko te sasa. Mbona kucha ni moto tu. Nani manafanya vile? Kia kusikia general anambia ni adui. Adui sasa tukomantisha tupigana sana adui sasa. Mbona kucha sasa samwa mtena sasa. Njoo wakapigana sasa pale bega kwa bega na general Felixie. Pigana ti yako nata. Fika saa ine anaona anatuka vite kwa nguvu sasa. Anapima sasa kuongea mafura kote kwa Afrika. Gisi ngo napigana kule mu mapei mbali ya Afrika. Anambia mimi nashambuliwa hapa mu base generale tama generale. Na hivi kuna waka moto yote. Donc na ministre waka moto, bitu yote na waka moto. Hata mshahara ba sodote kwa peni na iko na lungula hapo. Si yenyewe mtapokea kule mwezi nakia kule mko kule Machade, mko Cameroon, mko Ghana, mko Zimbabwe, mko Angola. Hakuna fanya nenda mtapokea tena. Na hakuna sile tena ministre batumia kule. Wala ma Transivile magari ndi kule yote inalipuka hapo. Tunapiga bega kwa bega sana huu na badui sasa. Basi akosa vile vite kwa nguvu sana na ba soda. Kumbi pale alikuwa na 15,000 militaire yote nalungulia mule na yote mbavundoka na huo. 15,000 militaire rome yote nateketea mule. Kia kujikuta kuna wakiatu 9 officiers supérieurs généraux. Bale ni wakona matalizima hapo benye. Bali la paka masasa yazi bakamata kumwili. Njoo sasa anatoka mule mwa sasa. Njoo anawakamata mateka wao wenyewe wanasabantia bunduki chini wanasalimu amri na kuwa 11 maki hivi niko mfete saa hii leo njoo Mbavundoko Michele alishinda vita pili ya dunia le 11 na 11 general Felixien antia sila chini anasema nakubali napikwa kabisa nakubali nenda batumia picha mtandao sana anatia mikono yulu general mwenyewe kweli nakubali mimi napikiwa kambia mkono kumeka napikiwa anasema vita ni si hapa andika hapa basi akangalia tena ana nguvu tena sababu bali ile 15 militaire yenye na kufia mule maki bali ni wasa vile kuba de reserve benya atakola changer mbo hii 1000 yende Botswana mbo hii 500 yende Cameroon mbo ingine 1000 yende Chad ingine 1000 yende Angola njoo kana changer vile kama kawaida ya vita bali wanafanya report pale anatuma wale wengine kule hapa anafanya report njoo kana changer pale sasa ile 15 minutes na isha kufa sasa baada tena batenda kule ku renforcer benjabo mu marepo wale wasoda ba mina kuna mbo kule Italia akubakia soda kulikuwa zero ngani la polisi ya ba Italia bakia kule donc hakuna mtu anarombe tuna renfort Italia hakuna soda bote walikuwa jamii kwa Afrika na 15 minutes na kufia mule sasa akona sina kwenda ndio tuna renfort tena deja Alemania sasa salimu amimrea bana ya Paris sasa na mimi ngoja ngoja ni kama Afrika tena nizikosantre tena nirekipere Europe tena nichimbe vitu vilikuwa mkongo vyote tena nifanye masilaha mpya tena ndio nipate nguvu ya kwenda na kurekipere Europe sasa hakuna nguvu basi nakubali vita nishi hapa njoo akaandika pale vita nishi hapa akatia silaha chini akapiga foni kwa bo Italia wa mie vita nishi hapa basi na Italia kwa mtu mwenyewe yeye
kusema vita a partir de 11 na 11 vita kaisha mu dunia mzima wote. Kwa mimi nafurahi sana hivi ninasema hapa asubuhi nasikia president wa France mwenyewe anainvite president wa Congo Felix Tshisekedi, anasema kuya lo France ndiko na mongezi na wewe le 11. Sasa unatarajia na unaweza ambia serikali na wakongomani wote kwa jumla neno gani la mwisho kwako bwana Jean-Pierre? Nashukuru sana sababu nafurahi sana napata mwangaza mwaka mwa leo ile 11 president wa France anainvite president wa Congo Tshisekedi, na leo bataongea kama amani ya dunia mzima yote ilipatikana le 11 Sasa ni nani mwenye aleta amani ya dunia? Ni soda wa mkongomani alitoka Congo, aleta amani mu niveau ya Ethiopia. Sayo ndiko nya amani nye ilipatikana ya dunia mzima yote, ni mkongomani na ni Mubembe ndio Mbavu Ndogo Michel. Hata president wa France anajua leo na wakituma wagusi chini hapo na mwenzake rais batagusia pale. Alikuwa mtu gani meta amani mkongo mu dunia mzima? Bakishika pale kitabu kwa kule batomwambia alikuwa soda wa Kongo na alikuwa Mubembe. Kwa napenda utuambie, unaweza ambia serikali ya Kongo nini kwa kupitia hii kazi ambayo baba yako ameifanya ajili ya kuleta amani katika dunia mzima. Unaambia serikali ya Kongo nini? Na ingine mainchi yenye yenye mzee alipita ndani kama Wabeleji ambao walikuwa wakitutawala nao wanabakisikia hii declaration yako, unawaambia nini? Sasa ule wakati pale ule General Felix alisalimu amri akarudia Italia, akuishia pale. Sasa alipana raporo Italia, kweli mimi nilipigiwa na mwali nipiga ni negre ni noir moi hivi, njoo na devie anaenda kunipiga na sakenda busiku, anaua 15,000 soldats italiens na bitu yote ngine yote alunguza. Basi baitelo kasema hata wakati alihutubia ni Senat italien akasema hata donc anafanya crime de guerre, génocide à laïque, si atu mwatia pale mwaka mwa bakadepose plainte ku Nations Unies. Kasema si on depose plainte kwa ule kamanda mwenye alipiga kule Sayo alifanya crime de guerre à laïque, génocide, donc iko premier génocidaire alifanya laiki. Kumbi tunadepose mandat hapa akamatiwe. Basi Conseil de sécurité yani Nations Unies ikapokele plainte bakasoma kama antuko mtu anapasha kamatiwe anafanya crime de guerre à laïque, génocide, bakandika mandat d'arrêt ya kumwarete Mbavu Ndogo Michel. Bakandika mandat d'arrêt ya kumwarete Mbavu Ndogo Michel, bakadepose mu niveau ya Royaume de Belgique. Ule soda ni wa Congo, Belgique tukamatile soda wako, donc ana violé loi ya vita. Mande kashuka ati ikenda kumkuta kule Sayon iko na chanter victoire yake. Mandat d'arrêt namfikia, anasoma naona iko chini ya ulinzi na kumfunga kamba na kumsafirisha ati paka Amerika kule ku bureau ya Nations Unies. Yalifika kule mbele batu yote, ndio mtu wa kwanza kusamba kule. Akafika kule akatupwa ndani. Kisha kutupwa ndani bachishi bakamwangalia, bakampangia nani audience publique yake na bakajulisha, bakainvite ba Italien. Ule mtu mwenye ngoma mlidepose plainte yake hapa aisha kama deja iko pale ku tribunal ya Nations Unies. Sasa mkuye sasa musambe naye Italie katuma 10 avocats baende ba défendre ile dossier pale. Bakafika pale rendez-vous kafika jema, bakaingia musale
ilikuwa audience publique, mlikuwa batu pale na kulikuwa delegation ya Belgique kwa pale kwenda kuangalia ile soda mwenye alipika wale Italien na midi na sakenda usiku. Balifika pale kila mbote tulikuwa antetemeka, ilikuwa naogopa bote. Basi audience kaanza, avocat Rome kasema, avocat Italien kasema sisi tuna sheria ya vita yote. Na sisi ba Italien tuko basuja vita kwa dunia mzima ya ba Italien. Vita inaanza kupigana na saa moja ya asubuhi. Inafika midi inakuwa saa repo, mnakula mnapumzika saa 2, tena saa 8, tena mnabebana mnapigana tena. Tena kafika tena 18h ya magharibi vita inaisha. Kila watu benye balikufa mnafanya inventaire, balikufa benye balumia mnababeba kuma centre yenu, mko na mganga wenu mnaenda kubahudumia na mnalala mnachunga tena kesho gisi vita itaenda. Na kama ile mchilo kama mwenzako nguvu mingi sana, unaweza fanya hata rekire ta kidogo kwa kupumzika, kwa kupigana kesho. Sasa tunashangala huu negre tu alikuwa kutupiga na saa 9 usiku. Sasa sisi tunalomba tu ule mwenye aliambia negre hapa atupiga na saa 9 usiku, amutaye kidole hapa. Vile ta major general yenyewe kwa pale Ethiopia yote ilikuwa pale ba anglais na ba français na ba belge kwa pale. Bale wetu wakawa mtetemeka hivi. Basi bajiba ka ikanga mbabale banani ya force publique bako pale Italie pale yani Ethiopia pale sayo bakasema negro alikuya na tuliona banamwandikia mission en extérieur na Ethiopia, anakala ngoze kikosi kutoka Kongo. Tukamkaribisha mzuri, akalala. Asubuhi tukamsha mweta major, tukasema tupange plan hapa gisi mtapigana kesho. Tukamtilia maplan yote kumeza, yakasema hatapigana maplan yetu iko na ya kwake. Sasa tukalomba sasa tesa ile kwa kusoti kumeza tukorije hayo, yakasema tani niko na yangu tu. Sasa tia kumeza au niko na yangu, tukaanza mtu komanda wazimu. Basi tukaona sawa vile tunashindana naye, akatoka nje akaambia ile force yake ya force publique, akaambia debu na kisha akawasukuma ku front. Sasa tukuye wenyewe kule front bila tokea. Basi pale vile jiseme kwa tu ni après condamnation na hukumu au kwa kufunga mtu mpizo mapizo ilikuwa deja ilishala batu mingi sana ba condamné kwa tu après jemana unaenda kutire bana tire condamnation kwa sur place. Bale wetu basi bale biko wanaogopa wale bazungu ba Belgique. Kasa hapo sote mtuma pigane busiku. Basi ikafika sasa mkipindi yeye mwenye Mbavu Ndogo Michel asambe sasa. Akamwambia Mbavu Ndogo Michel, utasamba mlugha gani hapa? Sasa pale ni kuna sio zini usile sécurité. Utuambie utasamba mlugha gani? Sasa mimi niko Mubembe. Nilipesa samba mkibembe, lakini kibembe mimi amkijua hapa. Basi niliamua kusamba mkiswahili. Basi pale ukosa intermediaire wa Kiswahili, bale ba Arabu bali patikana pale kala pale. Akasema kama mie niko soda mwenye nilifunzwa, nilipigana Première Guerre Mondiale yote, kapigana miaka yangu hii ine Première Guerre Mondiale 14-18 yote bila sheria ya vita. Wakati Deuxième Guerre Mondiale ilianza na ipigana paka hivi manifikishia hapa. Sasa nikafanya mlango yote, nikafanya bidii yangu yote. Siku moja nilikuwa mikomanda, nilikuwa na commandement. Bahati Mungu akanisaidia, nikapita ku test nima nilipatiaka ya kujitoa mwanga. Nikapita kwa test, mimi nikajitoa mwanga, nikapita bila kufa. Na wakati walinipatia response, sasa nilirudia kanaambia no, ni wao commandant kwa ante commandement wenye nayo Ethiopia. Basi nikashukuru Mungu sana kwa alinipatia commandement. Na sasa na mimi hivi niko Mubembe leo nitapigana mwasili yetu sasa. Basi ndio vile mie niko nakubali kama mtakondane muue. Mimi nilipigana mkia kwetu. Mimi niko Mubembe, nilibapiga mwasili ya Babembe. Ndio sisi wao tunapigana vita yetu usiku na mchana, atugane na repo paka siku na maliza mwenzako na mufyeka mzuri shaka kumaliza. Ndio napata repo, ndio napata muda wa kula sasa. Antusi pigana sema huko kwa repo. Sasa ndio tayari ku. Si wame tunapigana usiku na mchana au kake repo.
Basi akabafahamisha pale mwasili ya babembe sio mpiganaka. Sasa nikaona mimi sitapigana mwasili ya kizungu. Na mimi nikapigana mikakutu sasa. Ndio nilipiga wale wa Italia. Na ndio pale walifika kusema vita sineshi hapa. Basi unaweza kusamba, pale boti biko naandika pale boti. Unaweza kusamba. Basi bale bajije bakamaliza, bakaingia sana mu chambre noire kwa kutuya nani msambo ya ba Italien na msambo wale ba officier belge na msambo ya mbavu ndogo bakatuya ule mshambre, balikuwa 12 juge. Bakasema ta ule negre iko na raison, bakapiga kura bote, bakasema pana mwele 10 ikaenda ngambo ya mbavu ndogo Michel. Sio mtu haiko mtu akufa na haipata hukumu. Kwanza iko ingénieur de guerre antukorije, sababu vita antuka vita na pigana mzuri, iko vita mzuri. Kwanza twende mwe mawazo yake, iko ingénieur de guerre non. Bakasema njoo vile kabisa, twende mwe mawazo yake, tokea leo tuanze kupigana vita busiku na mchana, hakuna repo, tufuate plan babembe, iko mzuri sana. Basi kuna 10 nasema vile mbili haina nguvu, bakasema hata fungiwa na iko libere papa na arudie kwa Bokongo, na lolo tunafuata hii plan yenye antulete. Bakatoka mule bakafika pale mbele kama kawaida ijema, bakasema mbavu ndogo Michel anashinda procès. Barume bakashtuka au Betalie. Sasa antushinda tena na yeye anafanya crime de guerre, génocide laïque, antupiga nsakenda busiku. Bakasema hata iko vita usipangia mwanzo kusha kupigana. Tunaona na saa hii tunaenda mwa plaque. Na hapa saa hii tutaanza pigana ipla babembe. Alituandikiane hapa. Bakaita bike pa. Hivi na mimi nawaambia bandigango babembe. Na ndio naona ni basambazia hii faire pare dunia mzima yote. Muyue kama kule kuna Nations Unies hakuna signature ya nyingine kabila, wala ya Mwarabu, wala ya Sauzien, wala ya Mungwande, wala ya Muluba. Huko ndio signature ya Mubembe, hakuna wengine. Bakandikiana pale mbavu ndogo Michel kwa andika hapa. Akasinye pale kama tokea leo. Baba banaisha andika sasa tokea leo vita kwa busiku na mchana, hakuna repo, ni kupigana saa zote na hakuna kula. Kwa kula wale wako nakufa mjinga wako. Ukule muujanja wako. Bakameza kuandikiana pale wakasema mbo kamata itia ku photocopy toke msambazi dunia mzima yote, vita inabadilika tokea leo. Inakuwa kupigana usiku na mchana, tunafuata ipla babembe sasa. Kule kuna andikwa ndio ipla babembe. Akuandiki ni ipla nyingine kabila. Ya babembe ndio andikwa kule. Hata pale mko na mashini, mnaweza lomba Nations Unies ile jimamba fundoko Michel ya deuxième guerre mondiale ya le 11 na 11h. Yenye isamba kule. Mtakuta hivi tu binabalezea ndio binaandikwa vile vile. Bakasema uko libere urudie kwenye litokea. Basi akashukuru Mungu kona alikuwa kama atafia pale. Sasa tulitamani utambe neno lako ya mwisho, unalomba serikali nini? Unalomba serikali nini kuhusu hii yote ma histoire unatuongelea hapa? Parce kwa watu wengi hawajui hii histoire. Watu wengi wanasema mbavu ndogo ni guerrier, mais abayui histoire. Leo le 11/11/2019 ndio siri ya operation ya victoire ya deuxième guerre mondiale unaiongea. Sasa unaambia serikali ya Kongo mbavu ndogo kama mkongomani, jeshi wa Kongo wa kabila ya Wabembe, unasema nini ku serikali juu ya kazi ambayo babako alifanya? Serikali ya Kongo nilibambia, niliwahi kubandikia mbele na nilomba point ya kwanza mbavu ndogo kwa ba mu récompenser de akwe honoré mamanore 3. Hii histoire ilikuwa mbele nasomekana kwa masomo, mais Mobutu tu ya jalousie akona tia atoshi histoire akateka ya bongo pale, akateka ya bongo akatosha ya kweli akatia ya bongo, na ndio paka leo watoto wanasoma abayo tena nguvu ya Kongo. Na lomba tena irudi pale
batoto basome bayue kama Kongo njo ilimaliza vita pili ya dunia, ikatia amani mu dunia mzima, na leo hii president wa France anaitisha Felix Tshisekedi kumwambia ya ine sasa ya ine ya ine kitu mwashangala ni Kongo inashinda kumurekompense, ni Belgique inashinda kumurekompense, meme hata Conseil de sécurité nyewe, sababu mimi najua asili ya sheria hata ya dunia mzima, wote mwenye afanya kitu kake ka kwanza anapataka 10% ya intérêt ile kitu, mais ile plan yake nyatiaga pale pake hivi haikuwa récompensé. Basi mimi naweza romba sasa kama banaona naso zini hata mo récompensé batoshe le plan babembe pale tuna barushe le plan zamani batoshe babembe pale baru. Sawa, Mheshimiwa Mbavundogo, tunashukuru sana kusikia historia hii. Sikia itasaidia watu wengi kujua wapi kwenye Kongo ilitoka, wapi kwenye dunia. Watu wengi wanasoma guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, mais abakukuwa banayua hii. Na ni kwenu nyinyi nyote ambayo mlitushiriki, tunawashukuru sana kwa kutushiriki kwa hii seremoni ilipita. Tunashukuru watu wote ambao waliofanya mchango yao kimawazo, kipesa kwa sisi kuwa hapa kwa siku ya leo. Na tunawaambia watu wote ambao watamsikiliza huyo kijana wasambaze hii audio. Na tungilomba serikali ya Kongo, tunailomba serikali ya Kongo ikamate siku hii ya 11 baitie meme mu programme ya journée fériée mu Kongo, parce que ilikuwaka na babelgi walikuwa naiheshimisha. Huyu bwana huyu mzee wetu Mbavundogo Michel hata kupesa mbelgi alimutia, mbelgi hakukuwa mjinga au mpumbafu kumutia. Tunalomba baheshimie zile mahaki na bamurudishie haki yake hata kwa familia yake. Sijui unaweza kuwa na nyingine ya kuongeza ili tumalizie hapa kwa tumfupi. Ndio nagusia pale juu ya pesa, sababu kwa kumtia kwa ile picha mnaona ile Difra Belge iko senateur belge basi sena Belgique ndio lisema en tout cas tunakubali mtu atiliwe kupesa, bakasigner ordonnance bakasukuma kwa roi wa Rome de Belgique Leopold II, kasema en tout cas la mérité na kasigner mumutie kupesa. Ndio ndio aliko sema alimutia mu cadre nyingine, ni juu alikuwa ni suja wa vita, donc alianza operation yake ya vita na kaimalize kwa mzima. Unaona, basi ndio balimutia kupesa vile, kuona alianzisha vita na alimaliza na anapangilia sheria ya vita, banakamata sheria yake, basi akatoka anakuwa yuko suja wa vita. Kwa kumjua acha basi bamutie kupesa, ndio Rwanda, Burundi, Kongo wote baone na dunia mzima wote ione unyamaliza vita, ndio leo kupesa, ndio maana kumtia kupesa ajulikane monde mzima yote. Asante.